Leo dunia ina jumla ya takribani watu bilioni 8.2 kutoka katika misingi mbalimbali ya imani, ikiwa ni pamoja na Wakristo bilioni 2.5, Waislamu bilioni 1.9, Wahindu bilioni 1.1, Wabudha milioni 531. Licha ya Ukristo kuwa dini kubwa zaidi, Wakristo wengi hawafuati kikamilifu mafundisho ya Biblia na ni wachache tu wanaoshiriki Injili kwa vitendo. Muktadha huu unazua maswali muhimu kama hivi: Mungu ufanyeje kazi ili kuwaokoa mataifa katikati ya mkanganyiko wa kidini au juhudi finyu za kimishonari? Anawahukumu vipi wale ambao hawajawahi kusikia Injili? Vipi kuhusu mataifa ambayo hayajawahi kabisa kusikia habari ya Biblia? Je, Mungu atawahukumu vipi? Karibu sana mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani katika makala ya siku hii ya leo ambayo ina kichwa kinachosema tumaini kwa wasio wa Kristo. Karibu. Ufunuo unatoa utambuzi kuhusu maswali haya. Mpango wa wokovu wa mbinguni ni mpana kiasi cha kutosha dunia yote, na Mungu hataruhusu roho yoyote kukatishwa tamaa ambayo ni ya kweli katika shauku yake ya kutafuta kitu cha thamani kubwa na bora kuliko chochote ambacho dunia inaweza kutoa. Daima anawatuma malaika wake kwa wale ambao wakiwa wamezungukwa na hali za kukatisha tamaa zaidi, huomba kwa imani kuwa nguvu fulani iliyo juu yao na kuleta ukombozi na amani. Kwa njia mbalimbali Mungu atajifunua kwao na ataweka katika mazingira ambayo yataimarisha imani yao kwa yale ambayo amejitoa ili kuwa fidia kwa wote. Hili linaonyesha taswira pana zaidi ya Mungu ambaye ni mwenye upendo kuliko wengi wanavyoelewa. Mungu hufanya kazi kwa njia mbalimbali na watu tofauti, mara nyingi akijifunua kupitia asili na uzoefu wa mtu binafsi. Ingawa maandiko yanatoa ufunuo wa wazi zaidi wa Mungu, huwasiliana na wale wasiokuwa na fursa ya kuupata kwa njia wanaoweza kuelewa. Mungu afungwi na mipaka, lugha, wala hata upatikanaji wa maandiko yaliyoandikwa. Ameweka ndani ya uumbaji ushuhuda unaozungumza kwa watu wote, bila kujali wanakoishi au wanachojua. Nyota, milima, bahari, uumbaji wa wanadamu na kila kitu kilichomo ndani ya dunia, ndege, mito, wanyama wakali na wanyama wapole, wale wanaoishi nchi kavu na majini, vyote vinatangaza tabia yake. Asili inatangaza utukufu wake bila maneno, lakini ujumbe wake unafika kila pembe ya dunia. Lakini Mungu aishi hapo tu. Katika kila moyo wa mwanadamu Mungu ameweka shauku ya kumtafuta. Hata wale wasio na Biblia wanaweza kutambua uwepo wake kupitia dunia aliyoiumba, lakini pia kupitia shauku hii aliyoiweka ndani ya moyo wa mwanadamu. Hii hukuambia ya kwamba kuna matendo yaliyo mema na mabaya. Ukitenda jambo jema unashuhudiwa ndani ya moyo wako kuwa hili ni jema, lakini ukitenda jambo baya pia utashuhudiwa ndani ya moyo wako kuwa jambo hili ni baya. Hapo ni Mungu anajifunua kwako kwamba hili unalolitenda litasimama siku ya mwisho katika hukumu. Hivyo mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, sikia hii leo. Watu binafsi au makundi ya kitamaduni ambao hawajawahi kukutana na Biblia au mishonari au mpeleka Injili awe mchungaji au mwinjilisti, hawa watu watahukumiwa kulingana na jinsi walivyoitikia nuru waliopewa. Yaani jinsi unavyomjua Mungu kwa namna iwayo yoyote ile, hivyo ndivyo ambavyo nuru yako imeangazwa kwako.
Basi kumbuka kutenda matendo yaliyo mema na kuishi maisha ambayo yanakushuhudia kwamba uyatendayo ni mema, ili utakaposimama katika hukumu ya Mungu uweze kusimama ukiwa unatumaini kwamba utauingia ule uzima wa milele. Mungu akubariki sana mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani. Ninakutakia baraka tele sana, lakini mpokee Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huyo ni nuru na njia ya uzima. Kila mtu aendaye kwa Mungu lazima apite kwake yeye, nawe utajipatia amani moyoni, na siku ya hukumu utasimama vyema mbele za Mungu. Mungu naye ataweza kukuhukumu kwa hukumu ya haki, nawe utaingia katika uzima wa milele. Tunaye Yesu ambaye ni tumaini. Mungu akubariki sana.